Mwekezaji wa ndani anayefahamika kwa jina la Prosper Daudi Tesha, anayejishughulisha na uchimbaji wa madini mbalimbali katika eneo la kijiji cha Naan, kata ya Engu Serusambu, wilaya ya Ngorongoro, mkoani Arusha, amepongezwa na jamii ya eneo hilo, ikiwa ni baada ya kutoa msaada wa kujenga madarasa, ofisi pamoja na nyumba za walimu kama sehemu ya kutoa mchango wake katika ukanda huo. Tesha amepokea pongezi hizo akiwa kwenye sherehe ya shukrani iliyoandaliwa na uongozi wa kijiji hicho, ambapo mbali na mambo mengine, wananchi wamempongeza mwenyekiti wa kijiji hicho kwa kuendelea kuongoza kwa awamu ya pili katika eneo hilo. Ikumbukwe kuwa mbali na uwekezaji aliyoufanya Tesha katika eneo hilo, anahudumu kwenye nafasi ya uwenyekiti wa madini ya Vito Taifa Femata, huku kampuni yake ya RGI ikiendelea kufanya shughuli za uchimbaji wa madini kwenye mikoa kadhaa nchini. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kwa kweli kwamba Bwana Prosper Daudi Tesha ni mwekezaji, ni mchimbaji wa muda mrefu katika kijiji cha Naan, na amekuwa akisaidia jamii miradi mbalimbali. Kwanza alipoanza uchimbaji wa mara ya kwanza, alianza kutujengea ofisi ya kijiji ambayo ni ramani ya serikali imetumika. Baada ya hapo kuanzia chini hadi finishing na hadi kuweka choo. Lakini baada ya hapo amesaidia tena jamii hii kuwajengea shule, nyumba ya walimu 2-in-1 ambayo sasa hivi walimu wanatumia. Lakini pia akajenga madarasa 4 na ofisi katikati katika kijiji cha Naan. Na mpaka sasa ameendelea kusaidia kutengeneza sehemu korofi katika barabara, na naamini kwamba pia barabara ni sehemu ambayo inahusu serikali, lakini kutokana na kuwa anaipenda jamii, akaona tu kwa roho yake safi aendelee kufungua maeneo korofi katika barabara ndani ya kijiji. Kwa hiyo kwa kweli jamii hii ya kijiji cha Naan kimefurahishwa sana na ukarimu wa Tesha, pale ambapo watu wanapata changamoto ya kimaisha. Kama mtu akimkimbilia, anaweza kumuunga mkono. Kwa hiyo ndani ya kijiji cha Naan amekuwa ni mtu wa kipekee sana ambayo anasaidia jamii. Kwa kweli ushiriki wa Bwana Tesha sio tu katika ujenzi wa miradi, lakini amekuwa mtu sana wa kushiriki ndani ya jamii shughuli. Kwa mfano, tumepata watoto wa shule ambao tunajua wanafika kiasi fulani, ambao amewapeleka shule, amewawezesha kuanzia form 1 mpaka form 6. Hasa katika kijiji hiki cha Naan. Tumewapata pia wagonjwa ambao tunajua kwamba wamewashika mkono. Tumekuwa pia tukimuita kwenye michango yetu ya watoto wa shule na wagonjwa pia, na anafika kweli na anachangia. Hata katika utamaduni zetu yupo, na ndio maana leo hata ukiingia kwenye utamaduni ukamuona ndani ya watu, huwezi kumjua huyu ni nani, kwa sababu hata kufaa kwake anafaa kama jamii ile. Hii inaonekana ni kwa jinsi gani anashiriki katika masuala ya kijamii. Na maamuzi ya serikali ya kijiji na ya mkutano mkuu wakishapitisha kwenye mikataba yake, anasimamia kweli kweli. Prosper Tesha hajakuwa mwekezaji wa kukimbia, kwa sababu tumepata wawekezaji wengi wa kukimbia. Tulikuwa na wawekezaji karibia wengi tu, anakuja anarubuni jamii, wanaingia kwenye mikataba mibofu, mwishoni wanakimbia na wanashindwa, wanafuatiliwa kwenda kufanya wapi. Kwa hiyo Tesha amekuwa mtu mzuri sana ambaye kama ni mkataba wanaingia na kijiji na jamii, anasimamia kweli. Kama ni miradi inasema atatekeleza, ameatekeleza kweli. Kwa hiyo kwa kweli ndio maana sasa kama kata, sasa hivi Tesha yuko kwenye kijiji cha Naan na anafanya pia kwenye kijiji cha Ngarua, na bado ataendelea kufanya kwenye vijiji vingine ndani ya kata, kwa sababu amekuwa ni mwekezaji mzuri sana ambaye ana ushirikiano na jamii, anajua kukaa na watu na anatekeleza yale ambayo yatakuwa ni maagizo kutoka serikali ya kijiji na mikutano mikuu ya vijiji. Kwa kipekee kabisa nipende kusema kwamba mimi ndio niliyogundua madini haya ya Vito aina ya
venturing quartz katika kijiji hiki cha Naan. Ninaendelea kushirikiana na jamii hii na viongozi katika uchimbaji wangu ninaoendelea kufanya katika kijiji hiki cha Naan. Jamii hii itegemea maendeleo makubwa sana, na itegemea ushirikiano kutoka kwangu mimi mchimbaji, na kwa kuwa takwa la kisheria linatutaka sisi wachimbaji kuhakikisha kwamba tunatoa mchango kwenye jamii. Basi haya yote aliyoyaeleza, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa, vyumba vya madarasa 4, nyumba ya walimu 2-in-1 na ofisi ya kijiji, vyote nimetekeleza. Amani ya nchi hii ndio imesababisha pia nikawa katika jamii hii na wakanipokea. Nchi hii ina amani ya kipekee, amani ambayo mimi ni mtu kutoka Kilimanjaro, ninafika hapa Ngorongoro, kijiji cha Naan, na ninapokelewa na wananchi walioko hapa. Jamii nzima iliyoko hapa inanipokea. Ninaendelea kufanya kazi kwa utulivu na amani. Hivyo tu itosha kusema kwamba amani hii inatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba shughuli zetu zinafanyika kikamilifu na tunaendelea kuchangia pato la taifa. Kwa pamoja tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake ulio mzuri na mahiri sana, na kwa kuendelea kuhakikisha kwamba amani nchi hii inalindwa. Ni wito wangu na rai kwamba tuendelee kuchochea amani nchi hii. Tuchochea amani kwa sababu ndio msingi wa maendeleo ya taifa.